Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi. Tusimamie katika kipindi hiki kizuri ambacho tunaenda kuongea na watu wako katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Wapendwa, hamjambo? Ni muda mwingine tena tunaporudi mbele yenu kwa ajili ya neno la Bwana. Ambaye mko naye ni Michael Sebutege. Tunaenda kujifunza pamoja neno la Bwana. Na somo letu la leo linasema faida ya injili katika maisha ya wanadamu. Faida ya injili katika maisha ya wanadamu. Katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza fungu la 16. Warumi sura ya kwanza fungu la 16. Tuangalie neno la Bwana linasema namna gani. Unajua mtu akiwa na kitu kizuri anakuwa na furaha na anapenda kujivunia. Hivyo na injili ni kitu kizuri sana, kwa sababu ukisikia kauli za Paulo na wewe mwenyewe utashangaa. Anasema hivi, kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Unajua ukileta dawa inayoponya watu ambao walikuwa ni mahututi na wengine wote walikuwa wanaona watu wanaanguka, wanakufa, wanafufuka, baadaye wewe ukaja na dawa, bila shaka hiyo dawa utaitangaza kwa furaha. Kutangaza injili havitii haya, kwa sababu ni uweza unaookoa. Unawatoa wafungwa gerezani, unatoa wafu katika kifo. Yesu alipokuwa anazungumza kilichomleta katika kitabu cha Luka sura ya 4 fungu la 18, alisema maneno ya mazito sana, anasema kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, na kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akanifunga bila kwenda mbali zaidi. Unaona kwamba neno la Mungu, Yesu anajivunia kwamba Roho wa Bwana yuko juu yake, amemtia mafuta awahubiri habari njema maskini. Unajua mwanadamu ni maskini sana. Katika dunia hii vipo vitu vitatu ambavyo ni tishio duniani. Cha kwanza ni dhambi, cha pili ni kifo, cha tatu ni umaskini na cha kwanza ni dhambi, cha pili ni kifo, cha tatu ni umaskini ukiambatana na magonjwa. Unajua hivi magonjwa na umaskini na vyenyewe huwezi kuvitenganisha, kwa sababu magonjwa yanaletwa na umaskini, au umaskini nao unaleta magonjwa. Navyo vina urafiki pale, vina uhusiano sana. Kwa hiyo tunachotaka kuzungumza na hiki ni kwamba Yesu ameleta majibu ya hivi vitu vitatu. Ameleta majibu ya hivi vitu vitatu. Kiasi kwamba ukienda kwenye vyuo vikuu, ukienda katika wasomi, ukienda wapi, popote pale utakapoenda, hakuna watu wenye majibu ya dhambi. Hata kwenye vyuo vya teolojia wanarudi, kitabu cha Pipiki kinasema wanaenda wakiwa na kumjua Mungu, wanarudi wajinga. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu walienda kwa kumtegemea Mungu, wamerudi kwa kutegemea akili zao. Ndio maana wamerudi wajinga. Hivyo lazima tujue kwamba mwanadamu alipoanguka dhambini, kitu cha kwanza alichokifanya, na ambacho ndicho dhambi inamfanyia mtu mpaka leo, kitu cha kwanza alichokifanya, alijificha Mungu. Hiyo hali ya kujificha Mungu ndiyo hali inayomtokea kila wakati mtu akifanya dhambi. Leo mwanaume akikosea familia yake atatamani kuikimbia. Mwanamke akikosea mume wake atatamani kukimbia na kuachana naye. Mtoto akikosea wazazi, amefanya makosa na dhambi, atatamani kutorudi nyumbani. Maisha ya dhambi siku zote ni kututenga na Mungu, pili kututenga na watu, na kutuweka katika maisha ya kukata tamaa. Ndio maisha ya dhambi. Adamu alipokuwa amefanya dhambi, kitu cha kwanza alienda kujitafutia nguo za majani. Ninafikiria wakati mwingine nikasema kwamba hizi nguo zingekaa kwa muda gani? Hata Mungu asingetokea akamtengenezea kangozi. Huyu majani. Sasa hata wakati mwingine ukipita tu kwenye kichaka vinachanika vinaisha.
Hata ukikaa vibaya vinachanika vinaisha. Hata kama vilikuwa vijani vya zamani vyenye nguvu, majani ni majani tu. Kwa sababu yalikuwa ni majani ya kipindi cha dhambi na yenyewe yalikuwa hayana faida yoyote. Mara nyingi sana kama Adam alivyojitafutia kichaka cha kufikiria kwamba ni sehemu ya kujihifadhi na kuweza kuwa salama zaidi, lakini kumbe alikuwa mbali na Mungu na usalama na amani. Hata mke wake waliokuwa wamejificha pamoja alikuwa hampendi. Kwa sababu alipoulizwa kwamba uko wapi na nani amekwambia uko uchi, alisema si ni huyu mke uliyenipa. Kwa hiyo inaonekana kwamba mke aliyemuona kwa mara ya kwanza ni mfupa katika mifupa yake, ni nyama katika nyama zake. Sasa hivi anamuona ni shida iliyomletea baraka na shida. Kwa hiyo elewa kwamba sauti ya katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 fungu la 15 anapotabiri kwamba nitaweka uadui. Uadui unaozungumzwa hapa, zingatia kwamba ina maana unaposema kwamba nitakuja kuweka uadui ni kati ya rafiki na rafiki. Hapo hakuna chuki. Kati ya Shetani na Adam kulikuwa na urafiki wa karibu mno. Walikuwa tayari kuambatana na kushirikiana katika kupindua utawala wa Mungu duniani. Kwanza, utawala wa Mungu ulikuwa umepinduliwa ndani ya moyo wa Adam. Hivyo Adam alikuwa ni chombo kizuri cha kushirikiana na Shetani kuendeleza huo uasi katika vizazi vyote. Na ni kweli mpaka leo hii tunapozungumza, dhambi imeendelea kutuharibu. Imetuharibu kwanza vifo. Ukiangalia kama makaburi yote yangekuwa yamehifadhiwa tangu kipindi cha Adam, yani tukawa tunajua kwamba kaburi la Abili liko wapi. Makaburi yote waliolala mautini tukawaona wote. Alafu na walioangamizwa na gharika wote wakajengewa makaburi. Alafu na Wasodoma na Gomora wakajengewa makaburi. Na wa Yerusalemu wakajengewa makaburi. Na wengine wote waliozama majini wakatolewa wajengewe makaburi. Walioliwa na wanyama watolewa wajengewe makaburi. Na walioharibiwa na magari au wakaungua kwa moto nao watolewe na waliopata ajali za namna mbalimbali nao wajengewe makaburi. Unadhani dunia inapata sehemu ya kukaa? Hatuwezi tukapata hata sehemu ya kukanyaga. Hatuwezi tukapata. Ndio maana hata katika nchi zingine wameamua kwamba wao wanawachoma moto, kwa sababu wameona hata sehemu ya kuwahifadhi nayo haipo. Kifo kimetutafuna na wengine wetu ni watarajiwa, ni wateja watarajiwa. Bado kinatusubiri. Kifo kinachukua wazee, kinachukua wanaume, kinachukua vijana, kinachukua watoto, kinaharibu na mimi. Hiyo ni dhambi bado nafanya kazi. Lakini si hivyo tu, hesabu wagonjwa na wale wanaoongea na wale unaowaona wote ukiwapeleka kwenye maabara tunazidiana mahututi, lakini wote ni wagonjwa. Wote ni wagonjwa. Wengine ni macho, kwa sababu ukiona macho labda mtu aweza kafa jioni unasema kwamba huyu haumwi, lakini naye ni mgonjwa. Kwenye orodha ya wagonjwa hivi. Kwa mwingine kucha zinatoka. Mwingine atakwambia kwamba nywele zinanyofoka. Mwingine anakuambia kwamba meno yanang'oka. Mwingine atakwambia kwamba masikio hayasikii vizuri, filimbi zinalia muda wote. Mwingine anakuambia kwamba anasikia vichomi sijui mgongoni, kwenye vidole, kwenye wapi. Hiyo yote inaonyesha kwamba dhambi inatutafuna. Uponyaji mkubwa na mzuri ni kumpokea Yesu Kristo. Yesu ni pumziko, Yesu ni injili. Injili kwa lugha nyingine inaitwa habari njema. Habari njema unayoweza kumwambia mtu ni ile ambayo inapatia amani moyo wake ambaye alikuwa hawezi kupata. Ndio maana tukisoma katika kitabu cha Pambano Kuu kinatuonyesha wazi kwamba katika vita hii ya kupambana, katika vita hii ya kugombana na Shetani, Shetani na Adamu walikuwa wameshikamana mkono moja kwa moja. Walikuwa wameshikamana. Alikuwa hayuko tayari kupingana na baba yake Shetani. Ndio maana hata Yesu alipoangalia Wayahudi hakukubali kwamba ni watoto wa Ibrahimu. Kwamba ni wa baba, nyinyi ni wa baba yenu. Ni lini Shetani anaweza akawa baba yako wakati hajakuzaa? Ni wakati matendo yako yanaendana na Shetani. Na kama Shetani amekwisha kumvaa mtu na kujaa ndani yake, unategemea kwamba ni lini Shetani anaweza akakwambia kwamba jamani, kipindi ambacho nimekuchezea kinatosha, basi na kuacha huru? Haiwezekani.
Haiwezekani. Nilisoma maneno machache aliyosema kwamba dhambi haiombi talaka. Hata ukasirike namna gani, dhambi haiombi talaka. Soma kitabu kinachoitwa Safari ya Msafiri. Mkristo alipokutana na lile pepo linaloitwa Apollyon, Mkristo akakasirika sana, Mwambia basi hasira zikiisha tutayarudia yale tutayazungumza kwanza. Yaani halitaki kutulia, halitaki kumwacha, halitaki kusema kwamba ukikasirika ni kipindi kile nasema sitarudia, asante Mungu nisamehe hili tu, kesho sitarudia, kesho nilikukosea, juzi nilikukosea, jana nikakukosea, lakini Mungu nakuahidi sitarudia tena. Sitana na angalia mzima hewe yamekasirika. Kwanza hasira ziishe, tutarudia kwenye mada yetu. Ndio unasikia tena vinaanza kuibuka vya zamani, ndio tamaa za zamani zinaanza kuzuka, ndio hasira za wale kukosea zinaanza kuja, ndio kusengenya kunaanza kutokea, kuchonganisha watu vinaanza kutokea. Anza kujiuliza, hivi vitu si ninavichukiaga siku zote vinarudije? Nguvu inayoweza kumwezesha mwanadamu kutoka katika dhambi haimo katika uwezo wake. Haimo katika uwezo wake. Ipo nje ya uwezo wake. Ndio maana katika kitabu hiki cha Pambano Kuu mtasoma ukurasa wa 550, kuna maneno machache tu ambayo yatatusaidia sana ili tuweze kuyajali na kuyasoma. 550, neno la Mungu linasema kwamba l'antagonisme existant entre l'esprit de Jésus et celui de Satan se manifeste de façon frappante dans laquelle que le monde fut au sauveur. Kitakacho kudhihirishia chuki iliyopo kati ya Kristo na Shetani ni namna dunia ilivyompokea Kristo. Ilimpokeaje? Ilimpa hata mama yake, ilimpa hata pa kumzalia, pa kujifungulia. Nani aliyemjali? Walipoona kwamba amezaliwa, si ndio wakaanza mbinu na namna ya kutaka kumumaliza ili wamuue. Kwa hiyo ni lini unaweza kufikiria kwamba haki itapokelewa kwa mikono miwili na wanadamu? Hapana, hiyo hali haipo. Ndio maana kwa nguvu za mwanadamu hawezi kujiponya, lakini kwa nguvu za Kristo kupona kunawezekana. C'est la grâce du Sauveur dans la chair humaine qui donne naissance à l'amitié contre Satan. Neema ya Kristo, neema ya mkombozi inapoingia ndani ya moyo wa mwanadamu ndiyo inayoanzisha uadui dhidi ya Shetani. Sasa cette puissance régénératrice, kama hakuna nguvu hii yenye uhuisho, l'homme serait captif et le jouet de Satan. Mwanadamu ataendelea kuwa mateka na kitu cha kuchezewa na Shetani. Atakuwa mateka na kitu cha kuchezewa na Shetani. Mais le principe nouveau implanté dans son cœur suscite la guerre là où avait régné la paix. Anasema kwamba lakini mais le principe nouveau implanté, lakini sheria mpya ikishapandikizwa ndani ya mioyo yetu. Kauli ambayo imetumika ni kupandikizwa. Ina maana haimo ndani ya asili yetu, kupandikizwa. Neema ya Kristo ikishapandikizwa ndani ya mioyo yetu, kuanzisha vita na kuiondoa dhambi pale ambapo ilikuwa imeishi kwa amani. La grâce qui met l'homme à mesure de résister au tyran, de repousser les usurpateurs et de surmonter les passions. Anasema ni nguvu inayoweka uadui, ni nguvu inayomuondoa Shetani, ni uwezo unaotuwezesha kushinda tamaa, révéler l'existence en son âme d'un principe entièrement divin. Ni nguvu na uwezo kutoka mbele. Hicho ndicho kinaitwa Injili. Kwamba mwanadamu aliyekuwa nadhani, kwa watu waliowahi kwenda jela ukafungwa mle, sauti ya kukwambia kwamba leo umeachiwa huru, hiyo sauti ni nzuri zaidi ya sauti zingine zote zilizowahi kuambiwa. Kumbe katika jela ya dhambi mwanadamu alipofungiwa, ambako hawezi kutoka yeye mwenyewe, kinachoweza kumtoa salama, akawa salama na akawa na furaha, ni kumpokea Yesu Kristo. Injili italeta manufaa mengi katika maisha. Napenda nisome maneno machache. Injili ikija itafanya mambo gani? Kwenye kitabu kinachoitwa Testimonies Treasure, kitabu kile cha pili, sura ile ya 49, pameandikwa hivi: Une grande œuvre qui consiste à placer devant les hommes
la vérité salvatrice de l'évangile doit être accomplie. Nasema kazi inayotakiwa kuwekwa mbele ya watu, ukweli unaotakiwa kuwekwa mbele ya watu, ukweli unaookoa wa injili lazima uanze kufanya kazi. C'est le moyen établi par Dieu pour résister à la corruption morale qui envahit le monde. Sema kwamba injili ndiyo njia pekee iliyowekwa na Mungu kwa kukabiliana na uharifu wa maadili au na kuharibika kwa maadili ambako kumekwisha kujaa dunia. Ndiyo njia pekee. Injili, c'est sa façon de restaurer son image morale dans l'homme. Injili ndiyo njia pekee ya kurejesha sura ya Mungu ndani ya mwanadamu. Hiyo ni ya pili. Ya tatu, c'est son remède à la désorganisation universelle. Anasema kwamba ni dawa ya kumaliza machafuko duniani. Hiyo ni ya tatu. Ya nne, c'est la puissance qui rapproche les hommes. Ni nguvu ya kupatanisha watu na kuwaunganisha. Hiyo ni injili. Watu wanapigana duniani, watapigana mpaka kesho. Anasema hii siasa ni mbaya, chama hiki kibaya, rais huyu mbaya, mtawala huyu mbaya, bosi wetu mbaya, mzazi wetu mbaya, mama yetu ni mbaya, mtoto wetu mbaya. Hamna, dawa ya vyote ni injili. Dawa kama kwako kumeharibika, omba Mungu alete injili. Kama unaona kijiji chenu kimeharibika, omba Mungu alete injili pale watu waipokee. Wasipokee injili ya dini, wapokee injili ya Kristo. Ile ambayo mwanadamu anaunganishwa na Mungu, sio kuunganishwa na dini. Watu wameunganishwa vizuri sana na dini. Nasema kwamba l'œuvre qui consiste à proclamer ces vérités au monde est celle du message du troisième âge. Injili itakayofanya hiyo kazi na kuweza kuwaokoa wanadamu ni ujumbe wa malaika watatu. Wapendwa, tujue kwamba injili haihitajiki kwa maskini tu. Inahitajika kwa maskini, kwa matajiri, kwa mafarisayo, kwa watu wa dini na wasiokuwa na dini. Watu wote wamechoka. Kila mmoja anahitaji kumwona Kristo kama jibu la maisha yake. Ndiye neno la Mungu linatuambia kwamba tutakapopokea injili kuna vitu ambavyo vitaondoka. Nipende kusoma maneno yanayopatikana katika Wakolosai sura ya 1 fungu la 21. Kuna maneno mazuri sana yameandikwa pale, na kuomba ndugu mtazamaji na msikilizaji, maneno haya uyasikilize kwa makini sana. Neno la sura la Wakolosai sura ya 1 fungu la 21 mpaka 23. Pameandikwa hivi: na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa tena adui katika nia zenu, kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawaa wala lawama. Neno la Mungu linaendelea: mkidumu tu katika ile imani, hali mmewekwa juu ya msingi, mkawa imara, msipogeuzwa na kuliacha tumaini la injili mlioisikia habari zake, iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambayo mimi Paulo nalikuwa mhudumu wake. Paulo anasema wazi kwamba injili hii watu wakipokea kuna vitu vingi ambavyo watapata. Wakolosai 2:13 panaandikwa hivi, anasema mkuchukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo hivyo nanyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Haya ni maneno mazuri sana. Tuweni watu wa shukrani. Lakini kwenye fungu lile, sura ile ya 2 fungu la 13, akasema maneno mazito pia mengine anayotaka nayo yasikike. Anasema kwamba ninyi mliokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na
kutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa na kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Akaisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa kogo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba. Ninachotaka kuzungumza kipo kwenye fungu hili la 13. Nanyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye. Unajua injili inaumba. Hawa wanaambiwa kwamba walikuwa wamekufa. Ukimwambia mtu kwamba amekufa na wakati yuko hai sana kupeleka mahakamani. Lakini ni lini neno la Mungu linathibitisha kwamba sisi tulikuwa tumekufa? Ni pale ambapo tulikuwa hatuna Mungu na tabia zetu na maisha yetu vikiwa ni vya kuaibisha. Kama maisha yetu yalikuwa ni mzigo kwa watu, kama vijana watoto walikuwepa lakini si watoto ambao ni faraja kwa wazazi, kama mwanaume alikuwepa lakini ni wa kuogopwa, kama mwanamke alikuwepa lakini haaminiwi na mume wake, sasa injili kamfanya kuwa mwanamke wa kutulia nyumbani, injili kamfanya baba na mama waongee vizuri, haijawafufua. Injili inaumba. Faida ya injili itakapoingia ndani ya maisha yetu itafanya mambo makuu sana. Hebu nimalizie kwa maneno yanayopatikana katika Selected Message kitabu cha pili, ukurasa wake wa 545 kuendelea mbele. Le Seigneur a les yeux sur toutes ses créatures. Ils aiment tout et ne fait aucune différence entre blanc et noir. Macho ya Bwana anawaelekea viumbe wake wote. Anawapenda wote bila kufanya tofauti kati ya mzungu na mweusi. Qu'il exerce toute particulièrement sa pitié sur ceux qui ploient davantage sous le fardeau. Kwanza Mungu anawahurumia sana wale wenye mizigo zaidi. Ceux qui aiment Dieu et croient en Christ, le Rédempteur, ils doivent faire face aux épreuves et aux difficultés rencontrées sur le chemin. Wale waliokwisha kumwamini Yesu Kristo lazima wakubali kukabiliana na majaribu na shida wanavyokutana navyo njiani. Devrait accepter gaiement la vie telle qu'elle est, wakubaliane na maisha walionayo, en pensant que Dieu considère dans toutes les choses, wakijua kwamba Mungu hujali kila hali wanayopambana nayo. Qu'il offre de compassion pour tous ceux que le monde leur refuse. Wale ambao dunia imewachukia na kuwatenga, sisi tuwapende na kuwajali. Injili italeta furaha katika majumba ya wajane. Injili italeta furaha katika maisha ya mayatima. Injili italeta furaha katika maisha na nyumba za walevi. Injili itafundisha vijana kuvaa. Injili itawafundisha wambea kuongea. Injili itawasaidia wasiokuwa na nidhamu kuwa nayo. Injili itawawezesha walevi kutunza na kuhifadhi hela yao. Bona injili ni nzuri. Les hommes peuvent entretenir des préjugés héréditaires ou acquis, mais car leur cœur sera rempli de l'amour de Jésus et qu'ils deviendront un avec lui, ils n'éprouveront aucun mépris pour celui qui est en route pour le même ciel et qui sera avec eux, ainsi à la même table et assis à la même table et à manger le même pain dans le royaume de Dieu. Anasema kwamba watu wanaweza kusema ni watu wasafiri kwenda mbinguni, lakini wanaendelea na ile haki na ile hali ya kutengana wao kwa wao ya kiukabila, wakaendeleza maisha ya ukabila. Lakini Yesu atakapoingia ndani ya mioyo yao na upendo wa Kristo kujaa ndani ya mioyo yao, watageuka mmoja katika Kristo. Hawatakuwa tena na mtu wa kutenga au wa kudharau au wa kupuuzia wakati wanasafiri pamoja kwenda mbinguni. Habari njema sana. Injili itamaliza uhasama. Injili itamaliza ukabila. Ukiona watu wana ukabila kwenye madhehebu, wanagombania, wanasema huyu hawezi kutuongoza, sio wa kwetu, si ndugu yetu. Kwanza ukoo wetu ndio umejaa kwenye kanisa hili. Mnyampokea Yesu Kristo.
Waliompokea Yesu Kristo hawatakuwa na mtu wa kudharau na kupuuzia wakati wanasafiri pamoja kwenda mbinguni. Utajua kwamba katika Tumaini la Vizazi Vyote imeandikwa kwamba deni la watu ni kujua kwamba yeyote unayemzidi na deni lake. Kama una nguvu una deni la mlemavu. Kama una macho una deni la kipofu. Kama una mali una deni la maskini. Kama una nguo una deni la asiyekuwa na nguo. Kama una akili una deni la mtu ambaye ana upungufu. Kama unajua kutatua mambo una deni la kuwasaidia wengine kutatua mambo yao. Hebu kila mmoja asimame nafasi yake. Hiyo ndio faida ya kuwa katika Injili. Anasema kwamba ukijua mtu mnasafiri pamoja kwenda mbinguni uweze kumpuuzia. Kama Kristo akikaa ndani ya mioyo yetu, hatutakuwa na mtu wa kutenga kwa sababu ya rangi ya ngozi yake au anakoishi au kula anakotokea. Mungu atusaidie sana ili maneno haya yaweze kukaa kwa wingi ndani ya mioyo yetu katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina. Basi tuombe. Baba yetu na mfalme wetu wa mbinguni, tunashukuru sana kwa kutujali na kutufunulia neno lako. Tupe Injili yako ikae kwa wingi ndani ya maisha yetu. Ibadilishe mioyo yetu na haki zetu na katika maisha yetu ya kila siku. Tuenende katika hiyo na watu wote washuhudie kwamba tuko ndani yako na wewe uko ndani yetu. Upendo huo uzirike katika ndugu na marafiki. Na upendo huo dunia yote iweze kufuata. Tuwe kama chemchemi ya jangwani. Watu wote wapate burudiko kutoka kwetu. Kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.